Karibu tena ndugu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja za kisiasa. Tundu Lissu afichua mazito na uonevu na magumu anayopitia gerezani. Madai hayo yamechapishwa kupitia mtandao wa kijamii, ikisemekana ni ujumbe wake ukifichua madai kuhusu hali ngumu anayopitia Tundu Lissu akiwa gerezani. Na mtazamaji, tutaweza kusoma hilo linalodaiwa kuwa ujumbe rasmi wa Tundu Lissu sasa hivi, lakini kabla tuweze kuchambua na kusoma ujumbe huo wa Tundu Lissu, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu taarifa na kuonyeshe chapisho hilo ambalo linaelezea ujumbe wa Tundu Lissu. Mvutano unaozingira ujumbe huu wa Tundu Lissu umeibua sintofahamu kote Tanzania, huku maelezo ya kiongozi huyo wa upinzani ya kutendewa kinyama akiwa kizuizini au gerezani yanaibua wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu. Ujumbe huo wa Tundu Lissu ambao kulingana na watu ambao wameusambaza unadaiwa kuchukuliwa kisiri kutoka gerezani chini ya uangalizi mkali na wasiri, unatoa taswira ya kusikitisha ya kutengwa. Kulingana na madai hayo, kudhalilishwa na mmomonyoko wa utu wa mtu binafsi. Kulingana na maelezo hayo yaliyochapishwa na wafuasi wake, amewekwa katika kifungo cha upweke kabisa, dai kuwa hiyo ni adhabu inayomnyima mawasiliano yoyote ya kibinadamu. Ujumbe wa Tundu Lissu unaangazia jinsi wenzake waliohukumiwa kifo hapo awali walivyoondolewa bila maelezo na kumwacha peke yake katika kile anachokiita kizimba cha ukimya na kukata tamaa. Barua hiyo au chapisho hilo lililosambazwa na mwanaharakati na mfuasi wa Tundu Lissu anayefahamika kama Hilda Newton kupitia mtandao wa X ama Twitter, nikinukuu, ulisema hivi: ujumbe wa mwenyekiti Tundu Lissu, sehemu ya kwanza. Ndugu zangu, kwa wiki kadhaa sasa nimewekwa kwenye total isolation, upweke wa kulazimishwa. Wale wafungwa wenzangu waliokuwa nami kwenye selo moja ambao walikuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo wametolewa wote na nimeachwa peke yangu. Selo yangu sasa imewekwa kamera za ufuatiliaji CCTV zinazorekodi kila kitu ninachofanya hadi wakati ninapokojoa na kubadilisha nguo. Sina faragha yoyote tena. Hili si suala la usalama, bali ni kudhalilishwa kwa utu wangu kama binadamu. Naomba jambo hili lipigiwe kelele kwa nguvu zote, kwa sababu ni ukiukwaji wa wazi wa haki za binadamu na ni kosa kisheria chini ya kanuni za Umoja wa Mataifa za matunzo ya wafungwa ambazo zinasema wazi kuwa utu wa binadamu unabaki kuwa wa heshima hata akiwa gerezani. Upweke wa muda mrefu au unaomnyima mfungwa mawasiliano ni ukatili na mateso. Pia ni ukiukwaji wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 12 na 13 zinazolinda hadhi ya mtu na kumzuia kuteswa au kudhalilishwa. Niko tayari kuvumilia hadi yoyote kwa ajili ya imani yangu katika haki na uhuru wa watu wetu wa Tanzania, lakini udhalilishaji wa utu wa binadamu hauwezi kukubalika, si kwangu tu, bali kwa yoyote anayebeba jina la mwanadamu. Hiyo si ripoti yangu kama unavyotazama kwenye screenshot hiyo kwenye simu yako. Hilo ni chapisho lililosambazwa na Hilda Newton kutoka kwake ama kudaiwa kutoka kwake Tundu Lissu. Katika ujumbe huo wa Tundu Lissu anaeleza kiini chake kama gereza ndani ya gereza, kama ulivyoona katika screenshot ya barua hiyo, kilicho na kamera za uchunguzi zinazofuatilia kila nyanja ya maisha yake ya kibinafsi. Anasema kwamba hata shughuli zake kuu za kibinadamu, kutumia choo, kubadilisha nguo au kuswali, zinarekodiwa kwa ajili yake. Hii sio tu swala la kufungwa, lakini kulingana na chapisho hilo ni jaribio la mahesabu la kuvunja roho yake na kumdhalilisha ubinadamu wake. Kulingana na chapisho au madai hayo ya ujumbe huo, ujumbe wa Tundu Lissu unasisitiza kuwa matibabu haya yanakiuka moja kwa moja kanuni za kimataifa za haki za binadamu, hasa zile zilizoanzishwa chini ya kanuni za Umoja wa Mataifa wa Mandela. Kulingana na ujumbe ama chapisho hilo ambalo umeweza kulitazama hapo nyuma, ujumbe huu wa Tundu Lissu unahusu zaidi kanuni ya kwanza ya mfumo wa Mandela ambayo inadai kwamba utu wa asili wa kila mfungwa lazima uheshimiwe. Anadokeza kwa kutengwa kwake kuna kiuka kanuni za 43 na 44 ambazo zinakataza kufungwa kwa faragha kwa muda mrefu na kunyimwa mawasiliano, zote zinazotambuliwa kama aina za mateso. Ujumbe wa Tundu Lissu unaangazia ukatili wa kuwekwa bila mawasiliano au kuchanganywa na watu wengine na kusisitiza kuwa mateso ya kisaikolojia yanaweza kuwa na uharibifu sawa na madhara ya kimwili. Kwa mujibu wa ujumbe huo wa Tundu Lissu uliosambazwa kupitia mtandao wa X na Hilda Newton ama madai hayo, masharti haya yamegeuza kifungo chake kuwa ukumbi wa dhulma. Anasema kuwa kinachomtokea hakiakisi kitendo cha utekelezaji wa sheria, bali ni adhabu ya makusudi ya kisiasa inayolenga kuwanyamazisha wapinzani
upinzani. Ujumbe huu wa Tundu Lissu unadhihirisha kuwa kila siku kwa kujitenga anahisi kushambuliwa kwa misingi ya haki na haki ambayo amekuwa akipigania kwa muda mrefu, kulingana na barua hiyo iliyochapishwa na Hilda Newton. Akitoa mfano wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ujumbe wa Tundu Lissu unasisitiza kuwa matibabu yake ya sasa yanakinzana na msingi wa sheria za nchi. Anarejelea haswa vifungu vya 12 na 13 kulingana na chapisho hilo, ambavyo vinahakikisha haki ya kila raia ya kupata utu, usawa na uhuru dhidi ya kutendewa kikatili, kinyama au kudhalilisha. Kulingana na sheria hizo za Mandela za kifungu cha 12 na 13, kulingana na madai haya katika ujumbe huo, ujumbe wa Tundu Lissu unasema kuwa haki hizo hazikomi kuwepo kwa sababu tu mtu yuko gerezani. Badala yake, anasema wanapaswa kulindwa vikali wakati wa mamlaka ya serikali. Katika ujumbe huu wa Tundu Lissu unaodaiwa, ambao umechapishwa na Hilda Newton kupitia mtandao wa X, anaonya kwamba kuruhusu unyanyasaji huo ni mfano wa hatari kwa mfumo wa haki wa Tanzania, iwapo walio madarakani wanaweza kupuuza utawala wa sheria dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Anasema hakuna raia aliyesalama kutokana na unyanyasaji kama huo. Ujumbe huu wa Tundu Lissu uliochapishwa, au madai haya yaliyochapishwa, unaonyesha masaibu yake kuwa ni kipimo cha dira ya maadili ya taifa na kujitolea kwake kwa misingi ya kidemokrasia inayodai. Licha ya mateso yake, kulingana naye, ujumbe wa Tundu Lissu unatoa uamuzi usiovunjika. Anaandika kwamba yuko tayari kuvumilia maumivu yote, kutengwa na fedheha, ikiwa ina maana ya kutetea imani yake ya haki na uhuru wa Watanzania wote. Ujumbe huu wa Tundu Lissu unawataka wananchi wasipoteze matumaini wala woga, bali wasimame kidete katika madai yao ya uwajibikaji na uwazi katika utawala. Katika madai hayo kuna rufaa si kwa umma wa Tanzania pekee, bali kwa jumuiya ya kimataifa. Kulingana na madai hayo yanayodaiwa kutoka kwa Tundu Lissu, anahimiza mashirika ya haki za binadamu na taasisi za kimataifa kuzingatia hali yake na wafungwa wengine wa kisiasa. Ujumbe wa Tundu Lissu unadai kuwa ukimya kutoka kwa ulimwengu unawapa moyo tu wale wanaotumia madaraka vibaya, wakati mshikamano unaweza kusaidia kurejesha utu kwa wanyonge. Katika moja ya sehemu zenye hisia za ujumbe wa Tundu Lissu, anaakisi maana ya uhuru. Anaandika kwamba uhuru wa kweli si kukosekana kwa kuta za gereza, bali ni uwezo wa kubaki imara katika misimamo ya mtu licha ya kuonewa. Ujumbe huu wa Tundu Lissu ambao unadaiwa na Hilda Newton, ambao umechapishwa kupitia ukurasa wake wa X, unaonyesha kwamba ingawa amefungwa, roho na kanuni zake hazijatikisika. Tamko la dharau dhidi ya wale wanaotaka kuharibu mapenzi yake au imani yake. Wataalamu wa sheria wanaochambua ujumbe huu wa Tundu Lissu mitandaoni wanasema kuwa masharti yake ni sawa na ukiukaji wa wazi wa mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu ambayo Tanzania imetia saini. Wanabainisha kuwa kutengwa kwa muda mrefu, ufuatiliaji wa mara kwa mara na kunyimwa mawasiliano hujumuisha mateso ya kisaikolojia. Ujumbe huu au madai haya, ambao ni ujumbe kutoka kwa Tundu Lissu, anasema unapaswa kuchochea uingiliaji wa haraka kutoka kwa vyombo vya uangalizi na tume za haki za binadamu. Ni hayo tu mtazamaji, ambayo nimefanikiwa kukuandalia katika ripoti hizi, ambazo ni madai ya kwamba kuna barua iliyovujishwa ya Tundu Lissu ambayo imetoka gerezani, ambayo imechapishwa na Hilda Newton kama ulivyotazama. Ningependa kusikia maoni yako, alafu like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.